Somo la leo linasema vikwazo vya umoja na jinsi ya kuvuka. Na tumekuwa na somo hili linalozungumzia umoja. Na tayari tumeona maana ya umoja. Lakini pia tumeweza kuona aina kuu za umoja na malengo yake, na hapo tukaona ya kwamba kuna umoja wa kimungu ambao umoja ni watu walioungana katika kuyafanya mapenzi ya Mungu, katika kusikia na kuelewa na kutii neno la Mungu. Na pia tukaona kuna umoja wa kishetani, umoja wa watu ambao wao wanakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, wanakuwa kinyume na Mungu, lakini pia wanakuwa kinyume na neno la Mungu. Na hapa tunaona umoja ambao ulishangaza dunia kwenye ile sura ya 11 ya kitabu cha Mwanzo, tunapopata habari za mwindaji mmoja anaitwa Nimrod alipowaunganisha watu, wakaamua kufanya kitu cha kushangaza, kujenga mnara ambao walitaka ufike mbinguni, kitu cha ajabu sana. Na tunaona kutokana na umoja wao, yale maono waliokuwa nayo, japo yalikuwa ni kinyume na neno la Mungu, japo yalikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini yalionekana kufanikiwa. Kwa hiyo hapo tunaona jinsi umoja ulivyokuwa na nguvu, na yalionekana kufanikiwa mpaka pale Mungu alipoingilia kati. Yaani hata Mungu alishangazwa na ule umoja ambao watu walikuwa nao. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaona kwamba hawa watu kutokana tu na umoja wao na sio kitu kingine, wanaweza kufanikiwa lile ambalo wanakusudia. Lakini kwa sababu lilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu akasema na tushuke tuharibu kile ambacho wanakifanya. Na maandiko yanasema umoja wao ulitokana na kuwa na lugha moja. Maandiko yanasema walikuwa wanasikilizana, walikuwa na usemi mmoja. Kwa hiyo hapo tumeona nguvu ya umoja na malengo ambayo watu wamejiwekea. Inawezekana yakawa ni malengo ya kimungu, nayo malengo ya kimungu tunaita ni kutembea nuruni, lakini malengo ya kishetani tunayaita ni ya kutembea gizani. Kwa hiyo hao walikuwa wako kinyume na neno la Mungu, kwa sababu Mungu aliwataka wanadamu waenee katika ulimwengu wote, wakaijaze nchi na kuitiisha. Lakini tunaona huyu Nimrod akaja na maono ya kinyume, ya kwamba wabaki pale pale kwa sababu walipaona ni pazuri. Maandiko yanasema waliona nchi tambarare kule Shinari, wakasema hapa sasa tujijengee mji na mnara hata uweze kumfikia Mungu. Kwa hiyo huo mradi wa mnara wa Babeli ulikuwa ni kinyume kabisa na neno la Mungu, na ndio maana Mungu akaamua kuvunja ule umoja ambao walikuwa nao. Na alivunja umoja kwa kuleta machafuko ya lugha. Yaani kila mtu akawa na lugha yake, na hiyo ikawafanya wasielewane. Na hapo tunaona ya kwamba mnapokuwa na lugha tofauti,
mnapokuwa amsemi jambo lile lile, amui na kauli moja, mnapokuwa na matengano, ni kikwazo kikubwa cha kuweza kufanikiwa katika malengo ambayo mmeamua kuyafikia. Lakini pia tukaona kuna maeneo makuu ya umoja ambayo tunayapata kwenye Biblia. Tukaona eneo la kwanza tunaloliona linalohusisha umoja ni la Mungu mwenyewe. Mungu ni mmoja, lakini katika nafsi tatu. Yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, lakini kinachotofautisha tu ni utendaji wa zile nafsi. Kwa hiyo tukaona Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, lakini kwa sababu Mungu mwenyewe ni mmoja katika nafsi tatu, ina maana anapenda umoja. Na ndio maana tunaona zile nafsi tatu zikawa na mazungumzo ya kwamba na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo unaona Mungu anavuka kutoka kwenye zile nafsi tatu, anakuwa na mmoja pia na wanadamu. Na ndio maana kwenye Isaya 7:14 anasema atakayezaliwa Imanueli ni Mungu pamoja na wanadamu. Lakini tunaona jinsi Mungu anavyopenda umoja, kwamba hata baada ya maisha haya kwenye Ufunuo anasema maskani ya Mungu sasa ni pamoja na wanadamu, naye atafuta kila chozi. Lakini tukaona eneo jingine la pili la umoja, eneo kuu la umoja ni umoja katika mwili wa Kristo. Umoja katika mwili wa Kristo ambao tunauita ni udugu wa kiroho. Lakini eneo la tatu kuu ni umoja wa kitaifa au umoja wa taifa, yaani ule udugu wa kimwili. Na hapa ndipo tunapoona sijawaambia mkae. Hapa ndipo tunaposoma kwenye ile Mwanzo 11 habari za Nimrodi na wale watu walioamua kujenga mnara wa Babeli. Hapo tunaona hawa ndugu ndio walikuwa na ule umoja wa kitaifa, walikuwa na ule umoja wa kitaifa, na unaona malengo yao jinsi yalivyokuwa yanafanikiwa. Hapo tunaona ya kwamba umoja una nguvu. Na tukaona kama ilivyo kwa kanisa, linapokuwa na umoja linaweza kufanya mambo makubwa, kama wale ndugu waliokuwa kwenye ule mradi wa Babeli walifanikiwa kufanya jambo kubwa ambalo lilimshangaza Mungu, na Mungu akaamua yeye mwenyewe kushuka kushughulikia. Na alishuka kwa sababu lile jambo lilikuwa ni jambo la uasi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hata kama jambo limefanikiwa kiasi gani, limekuwa kiasi gani, hata kama limekuwa kama ule mnara wa Babeli, kama ni kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anaweza akalishusha, Mungu anaweza kuliangusha, kwa sababu Mungu hata ruhusu jambo lolote liendelee ambalo ni kinyume na neno lake, ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana, kwa sababu hiyo yote ilikuwa ni kazi ya Shetani. Tunaona hata huo ufunuo wa huyo Nimrodi, kwa sababu Shetani yeye siku zote ni kinyume na neno la Mungu. Shetani alikuwa anapinga neno la Mungu, lakini tunaona
Mungu akaweza kuingilia kati, akajua hii ni kazi ya shetani. Kwa hiyo kama Mungu alivyoingilia kati kazi ya shetani, Yesu pia alisema, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Yesu Kristo alidhihirishwa ili kuzivunja na kuharibu kazi ya Ibilisi. Kwa hiyo ana uwezo wa kufanya jambo lolote, kama vile wakati ule Mungu aliona jambo ambalo linatakiwa kufanyika pale ni kuharibu tu ile lugha. Ilikuwa kitu rahisi tu, na yale yote ambayo tunayaona sisi ni magumu, kumbe kwa Mungu ni rahisi sana. Sasa nani alitegemea kwamba ule mradi hautaendelea kwa kuchafuliwa tu lugha zao? Ikawa kitu rahisi tu kwa Mungu. Kibinadamu isingewezekana, lakini kwa Mungu ilikuwa inawezekana. Kwa hiyo hapo tukaona jinsi umoja ulivyokuwa na nguvu katika maeneo mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo umoja hauwezi kuzuiliwa na jambo lolote, kama neno la Mungu lilivyosema kwamba hawa watu hawatazuiliwa kutokana na dhamira yao, kile walichoamua kukifanya hawawezi kuzuiliwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu umoja una nguvu ya kiasi hicho, ndio maana unapigwa sana vita. Unapigwa vita kwa kanisa, lakini unapigwa vita kwenye taifa pia, kitaifa. Ndio maana unapigwa vita. Umoja ni nguvu. Kila mtu anaelewa kwamba umoja ni nguvu, lakini kuweza kufikia ule umoja sasa ndio shughuli, ndio kitu kingine. Ndio maana kwenye Waefeso 4:11 na kuendelea anasema alitoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata mwili wa Kristo uweze kujengwa. Kwa hiyo kuna vikwazo vinavyosababisha kusiwepo na umoja wa kanisa na umoja wa kitaifa au umoja wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo hapo ndio tutaangalia kwa undani zaidi hivyo vikwazo na jinsi gani ya kuweza kuvivuka. Na Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kukaa. Kikwazo cha kwanza, kikwazo cha kwanza ni dhambi. Kikwazo cha kwanza kabisa cha umoja ni dhambi. Kwenye Mwanzo sura ile ya kwanza mstari ule wa 26, kipengele A, kipengele hii tunasoma hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo hapo tunaona Mungu alipoamua kumuumba mwanadamu, hakumtenga na ule umoja wake. Yaani aliamua mwanadamu pia awe sehemu ya Mungu, awe na umoja na Mungu. Na ndio sababu anasema huyu tutakaye muumba
ni lazima awe na mfano na sura yetu. Haleluya. Kwa hiyo Adam na Hawa waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma pia kwenye Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 24, maandiko yanasema basi akamtukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa anasema kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani. Tumeanzia ule mstari wa 23. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Naona baada ya uasi wa Adam na Hawa, unaona Adam na Hawa walikuwa na umoja wa Mungu, walikuwa na umoja na Mungu, sawa, walikuwa na ushirika mzuri na Mungu. Lakini tunaona tu baada ya uasi, ndio tunaona hapa Bwana Mungu akamtoa katika ile bustani ya Edeni. Yaani sasa ule umoja ndipo ulipokuwa umeharibika. Hakukuwa na umoja tena, kukawa na matengano. Na ukisoma kwenye Isaya 59 mstari ule wa kwanza na wa pili, Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili, tunasoma hivi: tazama, mkono wa Bwana ukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1:5, waraka wa kwanza wa Yohana 1:5 mpaka 6, tunasoma hivi: na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Unaona, Adam na Hawa mwanzo walikuwa wanashirikiana na Mungu, lakini wakaacha kushirikiana na Mungu, wakatoka kwenye ule ushirika mzuri na Mungu, wakatoka kwenye ule ushirika wa kimungu, wakaingia kwenye kushirikiana na Shetani. Kwa sababu kile ambacho Shetani aliwaambia kupitia nyoka ndicho ambacho walikitanguliza, kile ambacho Mungu aliwaambia. Yaani wakaliacha neno la Mungu pembeni, wakachukua neno la Shetani. Kama ilivyokuwa kwenye mnara wa Babeli, wale watu wakaacha neno la Mungu ambalo lilikuwa linawataka watawanyike katika ulimwengu mzima, wakachukua neno jingine ambalo huyu Nimrod pia alitumiwa na Shetani. Kwa hiyo dhambi ndio iliyoweza kuharibu ule umoja wao na Mungu, lakini pia umoja
kwao wenyewe, wao kwa wao. Kwa sababu tunaona baada tu ya ule uasi wa Babeli, Mungu alipochafua lugha yao, kila mtu akaenda kivyake, wakatawanyika. Lakini kilichosababisha, sababu kubwa ni dhambi. Na watu wengi hawaelewi maana ya dhambi. Watu wengine wanafikiri dhambi ni kufanya zinaa, dhambi ni kuiba, dhambi ni kusema uongo na matendo mengine mabaya yanayofanana na hayo. Lakini tunaposoma Biblia inatupa maana halisi ya dhambi. Kwenye waraka wa Yohana anasema dhambi ni uasi. Kwa hiyo kama hakuna uasi, kama tu kuna utii, ina maana hata hayo matendo mengine ambayo ni dhambi yanayotajwa, iwe ni zinaa, uongo, usengenyaji, ulevi, tamaa mbaya na mambo mengine yote kama hayo, hayatakuwepo na wala hayatatokea kama hakuna uasi. Na ni uasi wa namna gani? Uasi wa kwenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo hawa katika mnara wa Babeli, wao walienda kinyume na neno la Mungu, na ndio ikawaletea matatizo. Lakini pia hata Adam na Hawa tunaona kosa lao kubwa la kwanza, hayo mengine yalikuja kutokea baadaye kwenye kizazi chao, kama kuoa mke zaidi ya mmoja. Lameki unaona akaoa mke zaidi ya mmoja, lakini hapo kabla tunaona Mungu alimuumba mwanadamu akampa mwanamke huyu mmoja tu, na akamfurahia, hakukuwa na upungufu. Akasema huyu ni nyama katika nyama zangu na ni mifupa katika mifupa yangu, naye ataitwa mwanamke. Lakini unaona kule mbele, kutokana na uasi wa Adam na Hawa, Kaini akamua ndugu yake, Lameki akachukua mke mwingine akajitwalia. Biblia inasema akupewa, Biblia inasema mke mwema mtu upewa na Bwana. Lakini maandiko yanasema Lameki yeye akajitwalia tu mke ambaye aliona kwamba anafaa. Kwa hiyo kikwazo cha kwanza kabisa, ukiona kanisa halina umoja, sababu yake kuu ya kwanza ni dhambi. Na ukiona taifa pia, taifa halina umoja, halijashikamana, sababu yake kubwa ni dhambi pia. Ndio maana sehemu nyingine anasema ole wao taifa lenye dhambi. Dhambi inaondoa ule umoja hata wa taifa. Na tunaona kwenye mstari wa 7 anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa hiyo hapo tunaona ufumbuzi ni kutoenda kinyume na neno la Mungu. Yaani kama tunataka tuvuke hicho kikwazo cha dhambi, hatupaswi kuenenda gizani. Hatupaswi kutenda tena dhambi. Hatupaswi kuwa watumwa wa dhambi.
Lakini jambo jingine la pili ambalo ni kikwazo cha umoja ni kutosimama katika mwamba ambao ni neno la Mungu na kumtegemea Mungu katika majaribu. Kwa hiyo majaribu huwa yanaruhusiwa na Mungu, lakini tayari Mungu anakuwa amesha waandaa watu wake. Kabla ya Mungu kuruhusu jaribu, huwa tayari ameyafanya maandalizi kwa yule mtu ambaye Mungu ameruhusu jaribu limpate. Na ndio maana maandiko yanasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Lakini pamoja na hilo jaribu, Mungu ni mwaminifu. Yaani hilo jaribu linakuwa limepimwa kulingana na imani ya yule mtu ambaye limeruhusiwa kwake. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Yale majaribu ambayo yaliruhusiwa kwa Ayubu yalikuwa yamepimwa. Na ndio maana matokeo yake Mungu ndio alikuwa mshindi. Shetani hakuweza kufanikiwa kwa kile ambacho alikuwa amekikusudia kwa ajili ya Ayubu. Ni kwa sababu Ayubu alikuwa ameandaliwa kukabiliana na yale majaribu. Na ndio maana unaona hayo yote yaliyokuwa yanatokea, inashangaza. Badala ya Ayubu kulaumu au kumlaumu Mungu, maandiko yanasema katika mambo hayo yote Ayubu hakumwazia Mungu kwa upumbavu, hata tu kumwazia. Jina la Bwana libarikiwe. Na unaona Ayubu aliweza kushinda haya majaribu yanayohusu vitu vya hapa duniani kwa kujua tu ya kwamba yeye alikuja hapa duniani akiwa uchi, hakuwa na kitu chochote. Na pia wakati ukifika wa yeye kuondoka, hata ondoka na kitu chochote. Kwa hiyo aliona, kwa nini niumize kichwa kwa mali ambazo nitaziacha? Kuna siku nitaziacha. Kwa nini niumize kichwa? Na ndipo anasema Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa sababu Ayubu alisimama kwenye mwamba ambao ni neno la Mungu. Na ndio maana hata kuna mwimbaji mmoja anasema, nimejificha kwenye mwamba usiotikisika. Kwa hiyo watu wengi wanaoshindwa pia katika umoja, kusimama kwenye umoja wa kanisa, katika kanisa au umoja wa kitaifa, ni watu ambao hawasimami kwenye neno la Mungu. Yaani wameamua kuliacha neno la Mungu. Na ndio maana mtunga Zaburi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Na maandiko yanasema, ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe, ushindana na kila shauri jema. Ambaye anaondoka kwenye ule umoja ambao uko kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa sababu neno la Mungu limesisitiza juu ya umoja. Maandiko yanasema palipo na umoja ndipo ambapo Mungu anaamuru baraka. Ndipo ambapo kuna baraka za Mungu. Uwe ni umoja wa kanisa, umoja ndani ya kanisa, lakini uwe ni umoja wa kitaifa. Umoja ndani ya kanisa kunapokuwa na mambo yanayohusu kanisa,
ambayo yanakuwa na malengo ya pamoja. Vivyo hivyo mambo ya kitaifa ambayo yanahitaji kushughulikiwa kwa umoja, sio kwa matengano, kwa sababu kwa matengano huwezi kupata ushindi, kwa sababu adui shetani, moja ya silaha kubwa anayoitumia ni kuharibu umoja. Watu wasiongee lugha moja, watu wasiwe na usemi mmoja, kwa sababu watu wakiungana hakuna jambo lolote baya linaweza likafanikiwa, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba na matendo yote yasiyozaa ya giza myakemee. Matendo yanakemewa ndani ya kanisa, lakini pia hata nje ya kanisa, kwenye taifa. Hakuna njia nyingine ya kuyaondoa mambo mabaya ndani ya kanisa au katika taifa isipokuwa tu ni kukemea, kuyakataa. Lakini tatizo linakuja pale ambapo umoja wa kukemea unakosekana. Wengine wanapojitenga, wengine wanaporidhika na ile hali mbaya inayoweza kuwepo ndani ya kanisa au katika taifa. Kwa hiyo kinachohitajika ni kumtegemea Mungu katika majaribu na kusimama katika neno lake. Tunakuwa sawa na yule mtu aliyejenga juu ya mwamba, pepo zikaipiga ile nyumba, mafuriko yakaja, lakini lile anguko lake ikawa ni kubwa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mashujaa wote wa imani walishinda kwa sababu ya kusimama kwenye neno la Mungu. Yaani jambo lolote linalokuja ni kuangalia tu kama hili jambo ni neno la Mungu au sio neno la Mungu. Na kama ni neno la Mungu, ili kudumisha umoja inahitajika kusimama katika neno la Mungu. Jambo jingine au kikwazo kingine cha umoja ni kutotegemea nguvu ya uwezeshaji ya Mungu. Unajua Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwenye ile Yohana 15, ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Hamwezi neno lolote pasipo mimi. Kwa hiyo pia umoja unawezeshwa na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba wawili au watatu watakapokuwa wamepatana, watakapokuwa na malengo ya kufanya jambo fulani, lengo hilo kama ni mapenzi ya Mungu, na Mungu atakuwepo kuwawezesha. Uwepo wa Mungu utahusika kikamilifu kuwawezesha. Na
tunapoangalia pia habari za Daudi, yeye alijitofautisha na wenzake alipoenda kumkabili Goliath kwa sababu tu alikuwa anamtegemea Mungu. Ndio maana kwenye ile Samueli wa kwanza 17:32 anamwambia Mfalme Sauli asizimie mtu awaye yote, mimi nitakwenda kwa sababu ninamtegemea Mungu, na nina sababu ya kwenda kwa sababu nimeona huyu Goliath akimtukana Mungu wangu. Kwa hiyo huyu Mungu aliyetukanwa ndiye ninayemtegemea na kumtumaini, na kwa sababu hiyo mimi nitakwenda kukabiliana naye. Sasa ukiangalia kabla ya kuja Daudi pale kwenye uwanja wa vita, wale kina Eliabu na wengine wote walishindwa kumkabili Goliath, pamoja na kwamba walikuwa ni wengi. Lakini hapa tunaona kilichowafanya washindwe, yaani tofauti yao na Daudi tunayoiona ni kwamba wao hawakutegemea nguvu za uwezeshaji za Mungu. Hawakutegemea kwamba sio wao wanaoenda kupigana, isipokuwa ni Mungu. Na hata baada ya kushinda tunaona utukufu ukawa wa Mungu, kwamba Mungu ndiye ambaye amepigana. Ndio maana kuna mwimbaji anaimba anasema, hizo ni kelele za nini? Hizo ni kelele za nini? Mmefanya nini ninyi? Mmepigana vita gani? Ninyi kama ninyi mmepigana vita gani? Anasema amepigana Bwana, sio sisi. Sasa hao waliokuwa wanaogopa kumkabili Goliath walikuwa wanafikiri wanapigana wao, lakini unaona Daudi anakuja anasema vita ni vya nani? Vita ni vya Bwana, na Bwana ndiye atakayepigana. Bwana ndiye atakayenipa ushindi. Na kweli Bwana akapigana vile vita na Daudi akapata ushindi. Kwa hiyo moja ya vikwazo vya umoja ni kutotegemea ile nguvu ya Mungu ya uwezeshaji. Yaani tunaona hapo Daudi alikuwa anategemea nguvu ya Mungu ya uwezeshaji, lakini hawa wote hakuna hata mmoja aliyekuwa anategemea. Kwa hiyo unaona hata huo uwiano kwamba inawezekana hata ndani ya kanisa au ndani ya taifa wanaojitolea kwa kumwamini Mungu kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zipo ndani ya kanisa na ndani ya taifa ni wachache mno. Na kwa sababu ni wachache, inakuwa ngumu kupata ushindi, kama ambavyo tumeona ya kwamba umoja una nguvu sana, kama ilivyokuwa wakati ule wa mnara wa Babeli. Wale watu kama sio Mungu kuingilia kati, walikuwa wanashinda. Maono yao yangeweza kufanikiwa, wangeweza kufikisha ule mnara kwenye kilele ambacho walikuwa wamekusudia. Ingewezekana. Na mambo mengi hayawezekani ndani ya kanisa na ndani ya taifa au mataifa mengi. Mambo mengi au uharibifu mwingi ambao upo ndani ya kanisa na kwenye taifa letu au mataifa mengine yanasababishwa na kukosekana kwa umoja wa kweli. Watu kama Daudi ambao wanasimama katika kweli,
na kujaribu kukabiliana na kubadilisha yale mazingira mabaya yaliyopo pale. Kama ilivyokuwa wakati ule, tunaona mazingira yaliyokuwepo wakati ule ni kwamba yule Goliath alikuwa anawanyanyasa sana watu wa Mungu. Kwa siku 40 anawanyanyasa tu, anawatesa, hakuna mtu anayejitokeza. Kwa sababu tu walikosa umoja. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Walishindwa kutegemea nguvu ya uwezeshaji ya Mungu. Lakini jambo la 4 linaloharibu umoja, ambalo ni kikwazo cha umoja, ni kwamba kuna hila ya shetani ya kukutenga na kiongozi mwenye sifa njema au maono ya Mungu aliye hai. Unajua hawa walikuwa na umoja, hawa kwenye mnara wa Babeli walikuwa na umoja, kama unavyosema, walikuwa na umoja ambao hauna unafiki kabisa. Yaani hawakuwa, walichoamua walikuwa wamekiamua kutoka ndani ya mioyo yao. Yaani walikuwa wamedhamiria, walikuwa wana nia ya kufanya ule mradi, na ndio maana wakapata njia ya kufanya ule mradi wa ujenzi wa mnara wa Babeli na ule mji. Lakini walipata hasara, kwa sababu kwenye ule umoja tunasema walikuwa na vitu vyote vinavyohusu nini ule mradi. Material yote, ile malighafi yote walikuwa nayo, walijitolea. Na walikuwa hata ile master plan waliokuwa nayo ilikuwa ni ya kushangaza sana. Lakini unaona walikuwa wanafanikiwa vizuri. Lakini kilichowafanya wapate hasara hata ya mali zao walizojitolea, baadaye wakatawanyika, wakaacha ule mnara pale, kila mtu akajiendea alikojua. Yaani wameondoka na hasara. Wametawanyika pale, kila mtu amepata hasara kwa nguvu alizotoa, mali alizotoa. Lakini walichopungukiwa tu wao ni kwamba hawakuwa na kiongozi mwenye sifa njema. Na kiongozi mwenye sifa njema ndiye anayekuwa na maono. Kwenye Matendo sura ile ya 13 mstari ule wa 6 mpaka 12 tunasoma hivi: Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Sikiliza sasa. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Sikiliza sasa. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka? Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza,
akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa unaona ushuhuda huu wa huyu liwali, tunaona mwisho wake akafanya nini? Akaamini, si ndio? Mafundisho ya Bwana. Lakini kabla ya kuamini, unaona kikwazo ambacho alikuwa nacho. Kulikuwa na hila ya shetani ya kumfanya huyu liwali asiamini. Na hapa anasema huyu mtu alikuwa ni mchawi, nabii wa uongo. Myahudi, jina lake anaitwa nini? Bar-Yesu. Neno Bar lina maana ya mwana wa Yesu. Bar-Yesu. Kwa hiyo ili jina la Yesu lilikuwa linatumiwa wakati ule na watu wengine. Kwa hiyo hapa tunaona huyo Bar-Yesu ambaye pia jina jingine anaitwa Elma, ndio ilikuwa tafsiri ya jina lake. Unaona, ana kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Kwa hiyo unaona, akawa na hila. Huyu kiongozi akawa ni kiongozi mwenye hila, kama ilivyokuwa yule Nimrodi aliyeleta wazo au aliyekuwa na maono ya kujenga ule mnara wa Babeli na kilele. Tunaona pia japo lile jambo lilionekana kuwa ni zuri, lakini kumbe kulikuwa na hila ndani yake. Alikuwa anapingana na neno la Mungu. Kwa hiyo hata huyu Elma, unaona kumbe nia yake, ameona huyu liwali amewaita watumishi wa Mungu ili wasikilize neno la Mungu, lakini yeye akaanza kufanya mpaka uchawi ili kumfanya huyu liwali asiamini, au yani kuharibu moyo wake ili asiweze kuamini. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona mwisho wake huyu Paulo baada ya kuokoka akawa na umoja na nani? Na yule liwali. Lakini tunaona kikwazo ambacho kilikuwepo alichokivuka ni cha huyo kiongozi mwenye hila. Kwa hiyo kama Elma yule mchawi angefanikiwa, huyu liwali Sergio asingekuwa na umoja wa kiroho pamoja na Mtume Paulo. Tuko pamoja? Kwa hiyo shetani anaweza akatumia njia yoyote ile, kama hapa ambapo alitumia kujaribu kuwatenga watu wasiingie kwenye ule umoja wa kiroho, na wale waliopo anajaribu kuwaondoa kwenye ule umoja wa kiroho, ambao kwenye waraka wa Yohana anasema tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tuashirikiana sisi kwa sisi. Kwa hiyo ili kuvuka hicho kikwazo, inabidi uhakikishe unakuwa na kiongozi mwenye sifa, kama hapa ambapo tunaona Paulo, kwa sababu alikuwa ni kiongozi mwenye sifa. Hata ile hila ya huyu Elma ilipotokea, yeye aliiona.